Na jambo lenyewe, unwani ya muhadhara wetu, bil amanati tubna al umamu, bil amanati tubna al umamu. Kwa sababu ya amana, kwa sababu ya kutekelezwa amana, ujengwa mataifa. Mataifa yanajengwa kwa sababu ya amana. Familia zikajengwa kwa sababu ya amana. Suala la amana leo hii, namna tunavyoishi, jamii tunayoishi nayo, ikiwa wewe utafanya uaminifu, lazima watu watakuchukia. Ikawa umepewa jambo la amana ulisimamie, alafu ukafanya uadilifu katika lile uaminifu, ukatekeleza ipasavyo, lazima watu watakuchukia. Bali mpaka wale ambao wewe unaofanya nao kazi na ukaonekana kwamba wewe ni mwaminifu katika jambo hilo, pia lazima watu watakuchukia. Lakini ukiwa mwizi, ukapewa kazi wewe usimamie, alafu ukawa mwizi, ukawa tapeli, lazima watu watakusifia na watakuona una akili sana. Katika watu ambao wenye akili ni wewe, na pengine ukajenga kwa sababu ya amana ya mtu na watu wakakusifia. Na kama utakaa miaka 10, 15 hujajenga, pengine uwanja huna, lazima watu watakutoa maana. Hana akili yule, amekabidhiwa mali pale, kapewa kitu fulani na kitu fulani, lakini kashindwa hata kununua kiwanja. Kwa hiyo hivi ndivyo jamii ya zama hizi tuko nayo. Na ikiwa unataka kufanya biashara wewe, hebu jaribu kufuata zile taratibu za biashara, alafu uone yale ambayo utakayoyapata kutoka kwa wanadamu. Ajifanya ana dini kwelikweli huyu, ajifanya ana imani kwelikweli huyu, lakini sitasema ya kwamba bil amanati tubna al umamu, kwa sababu ya amana mataifa ujengwa. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna hamla al-amanati thaqilun. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, na tambueni ya kwamba hakika suala la kubeba amana, suala la uaminifu ni jambo zito sana. Al-amanatu min al-qiyam al-islamiyyah al-'azimati, bali suala la amana ni miongoni mwa maadili ya Uislamu ambayo yaliyokuwa makubwa. Waqad hadhiyat bihtimamin kabirin min as-salafi as-salihi, kwani hakika umepata umuhimu mkubwa kutoka kwa as-salafu as-salih alladhina i'tabaru hifdha al-amanati, wale ambao waliozingatia suala la kuhifadhi amana. Jambo hili limepata umuhimu mkubwa sana kwa wema waliotangulia. Tunaposema amana, nini maana ya amana? Maana al-amanati lughatan, kilugha, al-amanatu min al-amni. Neno amana yatokana na al-amni, amani. Wa hiya dhiddu al-khiyana, na amana kinyume chake ni khiyana. Watadullu ala tumaninati wa zawali al-khawfi, kadhalika na inajulisha juu ya utulivu, kadhalika na kuondoka hofu. Amani, neno amana inatokana na al-amni, amani. Kadhalika yaqulun, hivyo hivyo wanasema, wakisema lughatan wa hiya ma'khudhatun min al-amni,
na neno limechukuliwa katika al-amni, wa huwa tumaninatu nafs, ni utulivu wa nafsi, wa dhahabi al-khawfi anha, kadhalika na kuondoka hofu. Wa hiya ibaratun an kulli mastuhfidha alayhi min huquqi, nayo ni sehemu ambayo iliyohifadhiwa juu yake katika kutokana na haki, sawaun kanat lillah au li khalqihi, sawa sawa hiyo haki iwe ni ya Allah au iwe ni ya viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio maana ya amana lughatan wanavyoeleza. Amma al-amanatu shar'an, ama amana kisheria, wanasema hiya kullu ma kallafa Allahu bihi al-abda, nao ni kila jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amemkalifisha mja, min huquqi llahi wa huquqi al-ibadi, katika miongoni mwa haki za Allah kadhalika na haki za waja. Mithla, mfano as-salati, swala ni amana. Hii swala ambayo tunaoswali, hizi swala ni amana. Ukiziacha utakwenda kuulizwa, ukizitekeleza pia utakwenda kuulizwa. Ulizitekeleza vipi wewe? Uliswali unavyojisikia mwenyewe, kama anavyosema Abdullah bin Mas'ud ya kwamba hii swala hii hulipwa mtu kulingana na zile fikra zake na akili yake, namna alivyoitekeleza ile ibada ndani ya muda ule, tokea mwanzo wa sala yako mpaka salamu. Ulikuwa hadhir au ulikuwa haupo wewe? Ni watu wangapi leo imamu watu wa salamu ndio nakumbuka tu salamu alaykum Allah, hajui kasoma nini? Utaulizwa juu ya amana hii. Hii ni swala, ni amana, kwa sio jambo jepesi. Kwa hiyo tukisema amana, mfano as-sala was-siyam, kadhalika nafunga pia ni amana, wa hifdhi alwadai, kadhalika na kuhifadhi vitu ambavyo wewe umewekezwa, vitu vya watu. Kuna watu leo mtu anaweza akaja akakupa vitu vyake, pengine anasafiri au anahama, bana mimi na vitu vyangu hivi naomba unihifadhie. Sasa hapa kuna mawili, ima mtu akavitumia vile vitu au akaviuza au akavidhulumu kabisa, kwa maana ya kudhulumu na akabakia kuwa ni vyake. Haya yote si katika sheria ya Uislamu, haya mambo yamekatazwa. Kwa hivyo kuhifadhi vile ambavyo umepewa vitu vya watu, wewe umewekeshwa kwamba hebu nihifadhie, ukavihifadhi. Wa adai alhuquqi, kadhalika na utekelezaji wa haki, yote haya ni amana. Khulasatun, kwa ufupi, al-amanatu hiya iltizamu bima amara Allahu bihi, amana nako ni kujilazimu yale ambayo Allah ameamrisha kwayo, wa taruku ma naha anhu, kadhalika na kuacha yale makatazo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Lakini ma'a sidqi, pamoja na ukweli lazima uwepo, wal ikhlasi, na kufanya ikhlas, ukafanya yale mambo kwa ajili ya Allah, kama yale mambo yaliyoamrishwa ukayaendea kwa ikhlas, yale makatazo ukayaacha kwamba Allah amekataza, ukayaacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amanatu laysat mujarrada hifdhi ashiyaa. Tukisema amana, sio tu kwamba kuhifadhi, pengine mtu akahifadhi vitu fulani au kukariri kuhifadhi vitu fulani au amwalin au mali, ndio maana ya amana. Bali hiya hifdhu al-uhudi, bali suala la amana ni kuhifadhi ahadi, wasidqu, kadhalika na ukweli, fil qawli, katika maneno, wal ikhlas, kadhalika wal ikhlasu, wasidqu wal ikhlasu, kadhalika na ikhlas, kufanya ikhlasi fil amal, katika matendo.
قال أبو حفصة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنا سمع أمير المؤمنين أبو حفصة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنا سمع يقول لا يغرنك صلاة المرء أو صلاة امرئ، isikughuri wewe swala ya mtu, wala siyamahu, wala funga yake isikughuri, walakin man adda al-amanata, lakini yule ambaye mwenye kutekeleza amana, wakaffa an a'radhi nnasi, kadhalika wakaffa an a'radhi nnasi, na akajizuia kutokana na heshima za watu, akasema ya kwamba fahuwa rajulu, basi huyu ndio mwanaume wa sawasawa. Kwa hiyo mtu asikughuri kwa swala zake. Kadhalika pia imekuja katika siyagh la yaghurrannakum, isikughuri nyinyi swala ya mtu, kadhalika na funga yake, lakini yule ambaye mwenye kutekeleza amana kadhalika na akajizuia na heshima za watu, huyu ni mtu wa sawasawa. رواه البيهقي في شعب الإيمان وابن أبي شيبة في المصنف katika maana hiyo. قال عبد الله بن مسعود، أنا سمع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه akielezea suala la amana, anasema alqatlu fi sabilillahi, kuuawa katika njia ya Allah, mtu akapambana jihad akafa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, asema yukaffiru dhunuba kullaha, jambo hili linafutisha dhambi zote. Mtu ambaye aliyekufa katika jihad anafutiwa dhambi zake zote, illa al-amanata, isipokuwa dhambi za amana. Pamoja na kwamba mtu anakuwa amepigana katika jihad na akafa katika jihad, atafutiwa dhambi zake zote, lakini kama amekufa hali ya kuwa ana amana ya watu, hatafutiwa madhambi, kuonyesha kwamba suala la amana ni jambo zito. Maneno haya yanapatikana katika fil Mu'jam al-Kabir للطبراني، kadhalika kama jaa fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi inda Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema yughfaru lishahidi kullu dhanbin illa daina, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba husamehewa shahidi madhambi yake yote. Mtu ambaye amekufa katika jihad, mtu ambaye amekufa shahidi atasamehewa dhambi zote isipokuwa deni la mtu, isipokuwa dhambi ya deni. Kwa maana mtu alichukua deni, alikopa na hasa akakusudia kutokulipa. Ni wangapi leo wanakopa hawalipi? Ni wangapi leo mtu anaweza kukopa na akahama na msikiti? Wengi. Na ndio Waswahili wakasema kwamba kukopa harusi, kulipa matanga. Ni lugha ambayo inayotumika. Maana yake mtu akija kukopa anakuwa ni mstaarabu, anakuja kwa sura ya huruma, lakini ukishampa yeye ndo anajiona ana akili kuliko wewe, bali anaanza kutoa maneno ya kifedhuli. Hivi ndivyo tulivyo. Na ndio Waswahili wakasema kwamba ili ujue tabia ya mtu apate pesa, kwa maana akishashika ile pesa tayari sio yule tena, ashakudharau na wewe ulimkopesha. Jambo hili si sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hamswalii mtu ambaye mwenye deni, lakini sisi leo hii hatujali suala deni. Mtu anakopa na halipi, akishakopa alafu anasema kashtaki unapojua, nenda popote, niko tayari, nitasimama na wewe. Hiyo sio Uislamu huu. Walkhiyanatu fil amanati tuaddu min alkabairi, na suala la khiyana katika amana huhesabiwa katika madhambi makubwa, allati tadhuru alfarda walmujtamaa, madhambi ambayo yanadhuru mtu mmoja mmoja
lakini pia inadhuru mujtamaa, jamii inadhurika. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya khiana. Dhambi za khiana ni jambo moja baya sana, na khiana tutambue kwamba inaondosha baraka katika nyumba, kama anavyosema Yahya ibn Kathiri ya kwamba mambo matatu yanaondosha baraka katika nyumba. Katika haya al-khiana, kadhalika wazina, na zina pia inaondosha baraka katika nyumba. Leo watu wangapi wanadumu kufanya zina? Watu wangapi wametoka katika Ramadhani waliacha vimada vyao wakati wanaingia kwenye Ramadhani wakaacha vile vimada vyao, wakatengana navyo. Ramadhani imekwisha, wakavirudia vile vimada, wakaendelea kufanya zina, na wao wanajua kwamba jambo halifai. Haya mambo yanaondosha baraka. Kila utakachokifanya wewe hakiwezi kuwa na baraka. Kadhalika wasaraf, israf, jambo la tatu. Haya ni mambo ambayo yanaondosha baraka. Na katika upande wa israfu, wanawake wanaongoza. Wanawake hawajali, atapika chakula zaidi ya mahitajio, na si kwa maana kwamba atapika alafu atakula. Pengine anaweza akapika mchana kikabakia usiku, kikabakia asubuhi, kikabakia mchana wa kesho, na bado anaambiwa, lakini kinaendelea kuwepo, alafu kitamwagwa, na kuna watu wanahitajia kile. Sasa wewe mwanaume ambaye unaitafuta, wakati mwingine kuna milango tunaifunga sisi wenyewe. Lazima useme, na usiseme kwa njia ya choyo, sababu kuna watu wana tabia hizo, kwamba anapitia umo kwa sababu ya uchoyo. Apitia umo, usipike chakula kingi hapa. Israfu haitakiwi kabisa katika dini. Iwe israfu kweli, ama kama watu wanahitajia basi kipikwe. Lakini watu mko wawili au watatu, kilo 1.5, ima mwanamke huyu ni mvivu au ni tabia yake ya israfu, anaona ni kawaida tu kwamba utaleta tu. Huku ni kufunga milango ya baraka na si jambo la sawa. Qala Hudhaifatu ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, anasema Hudhaifa ibn al-Yaman fi wasfi dhahabi al-amana, katika kuelezea kwamba kule kuondoka kwa amana, akielezea kwamba inafikia wakati amana inakuwa imeondoka. Utajuaje amana imeondoka? Anasema turfa'u al-amanatu min qulubi ar-rijali, uondoshwa amana katika nyoyo za wanaume. Thumma yuqalu, kisha usemwa, inna fi bani fulanin rajulan aminan, hakika kwa watu fulani kuna mtu mwaminifu sana pale. Maana yake nini? Yani ni zama ambazo waaminifu hawapo tena. Hili jambo kulieleza hivi, mtu anaona kama vile ni mazungumzo tu. Huu ni mtihani sana zama tulizokuwa nazo. Suala la amana leo limekuwa ni watu wa kutafuta, kwa sababu unaweza ukamchukua mtu ambaye wewe unamwamini, waswali naye swala 5 na sunna za kablia na baadia, mpe amana, utamjua yeye ni nani, na atakuapia kabisa. Kashavuruga alafu anaapa. Watu wengi hawaaminiki. Tutengeneze tabia zetu, na tabia tusitengeneze dhahiria zetu tu, tengeneza ndani ya moyo wako, kama anavyosema Sufyanu Thauri, man aslaha sariratahu aslaha Allahu alaniyatahu, yule ambaye mwenye kutengeneza moyo wake Allah atamtengenezea dhahiria yake. Usitengeneze dhahiria yako alafu ndani ya moyo hakuna kitu. Waman aslaha ma bainahu wa baina Allah aslaha Allahu ma bainahu wa baina nas, yule ambaye atakayetengeneza baina yake na Allah. Ina maana ya kwamba ukautengeneza moyo wako, yale ambayo unayoendea ni kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya watu. Usitengeneze muonekano wako kwa sababu ya maslahi yako. Tengeneza moyo wako kwa maslahi ya dini.
Allah atamtengenezea yeye baina yake yeye na watu wengine. Wa man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunyahu, na yule ambaye atakaifanya kwa ajili ya akhira yake Allah subhanahu wa ta'ala atamtosheleza dunia yake. Leo watu wengi sana katika nukta ya amana hawaaminiki. Utamwona mtu hana kazi, pengine ana swali, useme ngoja nimchukue huyu nimweke hapa. Ibana, wewe una kazi gani? Mimi sina kazi. Sasa utakuona unafanya ibada, basi hebu kaa hapa usimamie, tunakupa hii nafasi hapa, ima tunakupa kibanda hiki, tunakupa shughuli hapa, alafu njoo muulize baada ya muda. Kwanza kila siku kimpigia simu, bana vipi biashara? Siku za mwanzo utaonyesha, atakwambia tumeuza, biashara safi, alhamdulillah. Wiki biashara safi, baada ya wiki anambia naona hali ngumu leo, upepo sio. Baada siku tatu akamwambia leo tumeuza buku. Buku ndio nini? 1000. Kwani kuna kitu cha 1000? Kuna akhi mmoja tumemkopesha, katanguliza hii buku. Imekuwa mambo hayo tena, unamjua, tunaswali naye pale, kumbe hakuna cha kumkopesha, ni mlango anaufungua wa kutaka kuvunja amana. Kwa hiyo inakwenda sasa, zile amana ndio inakufa hivyo. Allahu almusta'an. Kauli hii ya Hudhaifa ibn al-Yaman, wa huwa ma'khudhun min hadithin sahih, imechukuliwa katika hadithi ambayo ni sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika anasema Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, asema la imana liman la amanata lahu, hana imani yule ambaye asiyetekeleza amana. Hana imani, maana yake imani yake haijakamilika huyo. Wala dina liman la ahada lahu, na wala hana dini yule ambaye asiyetekeleza ahadi. Si kwa maana mkafiri huyo, dini yake haijakamilika. Kwani watu wangapi mtu anaweza akaahidi jambo, je, walitekeleza? Wewe mwenyewe una haki ya kuangalia zile ahadi zako uzitekeleza, hasa katika upande wa masala ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno haya rawahu al-Baihaqi fi kitabi au fi shu'ab al-iman, fi kitabi shu'ab al-iman. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, anasema Abu Sa'id al-Hasan al-Basri na wengine wakisema qala alladhi yushbihu al-anbiya, amesema yule ambaye maneno yake yanafanana na maneno ya manabii. Maneno ya al-Hasan al-Basri anasema laysat al-amanatu bis-salati wala bis-siyami, asema amana sio tu amana peke yake kwa mtu kuswali, mtu akawa yuwaswali au yuwafunga, walakin al-amanata adaun ma'tumina alayhi al-abdu, katika miongoni mwa amana ni kutekeleza yale ambayo mja ameaminika kwayo, watu wakakuamini wewe. Kwa hiyo kule kuswali peke yake si uaminifu. Ukachukua wewe amana, bana peleka amana hii, utaipeleka? Utaifikisha ipasavyo? رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، وذكر عند البيهقي في شعب الإيمان في باب الأمانة، katika mlango wa amana. ونقله عدد من العلماء في كتب الزهد والتفسير. kadhalika wamenukuu maneno haya idadi kubwa ya wanachuoni katika vitabu vya zuhudi, kadhalika tafsir, katika sharh ya kauli ya Allah aliposema inna aradna al-amanata ala samawati wal ardh, wakaleta maneno haya Surat al-Ahzab aya ya 72. Waqad ittafaqat aqwalu al-mufassirina
hakika zimeafikiana kauli za wenye kutafsiri za wafasiri wa Qur'ani ala anna almurada bil amanati almadhkurati fi alayati jamii takalifi shar'iyyati, ya kwamba hakika muradi makusudio ya amana ambayo imetajwa katika aya inna aradna al-amanata, wanasema ni kulazimiana na yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya kuwa ni sheria. Faman qama biha uthiba, yule ambaye atakayesimama kutekeleza hayo atapata thawabu. Waman tarakaha uqiba, na yule ambaye mwenye kuacha ataadhibiwa, kwa sababu ni amana, yale ambayo Allah ameyataka yatekelezwe. Waqad dhakara Allahu jalla wa ala fi hadhihi al-ayati al-karimati al-amanata, na hakika ametaja Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, aya tukufu, suala la amana. Yaqulu al-haqq tabaraka wa ta'ala, Allah anasema inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal faabayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana dhaluman jahula. Allah anasema inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi, hakika sisi tulidhihirisha, tulipeleka amana katika mbingu, kadhalika katika ardhi, waljibal, na katika milima. Faabaina an yahmilnaha, vikakataa, vikagoma kuibeba hiyo amana, vikakatalia hiyo amana kuibeba. Wa ashfaqna minha, na vikaogopea kuibeba hiyo amana. Wa hamalaha al-insanu innahu kana dhaluman jahula, lakini akaibeba mwanadamu. Kwa nini? Innahu kana dhaluman jahula, kwa sababu mwanadamu ni dhalimu mno na ni mjinga sana, amekubali kubeba amana ambayo hatoiweza. Al-amanatu amanatullahi fil abdi, amana katika amana ya Allah kwa mja. Faman khafa Allah awfa biha, yoyote yule ambaye atakayemwogopa Allah ataitekeleza kikamilifu amana. Mtu ambaye anayemwogopa Allah lazima ataitekeleza kikamilifu. Innal amanata tashmalu kulla ma aujabahu Allahu ala ibadihi, amana inaenea kila lile ambalo Allah ameliwajibisha kwa waja wake. Fasalatu amanatun, sala ni amana. Wazakatu amana, kadhalika zaka ni amana. Wasiyamu amana, nafunga pia amana. Walhajju amana, kadhalika na hija ni amana. Wassalatu litaharati au wataharatu lisalati amanatun, kadhalika na tahara, kujitaharisha kwa ajili ya swala pia ni amana. Wa kullu wajibati dini amanatun yajibu alwafau biha, ni wajibu kutekeleza. Kwa tunapotaja suala la amana, ni lazima utambue kwamba kila lile ambalo Allah ameliwajibisha kwa mja ni amana. Hii swala ni amana, alafu wewe jitazame, ujitathmini kiasi gani unatekeleza amana hii ya swala. Unaiswali kwa wakati wake, kwa sababu swala ndio jambo la kwanza litakaloulizwa katika haki za Allah siku ya Kiyama. Leo ni watu wangapi swala za alfajiri hawaonekani? Sikwambii kuonekana, kuswali kabisa. Wanaume wengi ukipatiliza wanaswali mwisho swala, wengine magharibi, wengine wanaishia swala ya Aisha, alfajiri waswali. Hiyo ni kila siku, ni ada yake. Hii ni amana, utaulizwa mbele ya Allah. Alafu baya zaidi, pengine ushaoa. Hayo unayoyafanya
unayo amana pia ingine unaisimamia. Mwanamke ni amana, anakuona yale unayoyafanya. Vipi utamnyoosha katika msingi wa sawa, hali ya kuwa wewe hutekelezi haya mambo, hutekelezi swala ipasavyo? Swala ni amana. Kadhalika zaka ni amana. Ni watu wangapi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku mali na hawatekelezi zaka? Ni watu wangapi ambao wanafanya biashara na hawaulizi? Wewe una nyumba ya biashara, una duka la biashara, una duka lako na kiwango pengine kimefikia, lakini huulizi. Wewe unawaza pesa tu kwamba mpaka niwe na pesa ambazo zimefikia. Mimi nina biashara yangu tu hapo, biashara yangu hii basi nauza mwenyewe, natafuta riziki hapo. Hiyo tafuta riziki, una haki ya Allah, ni amana hii. Utakwenda kuulizwa. Ni wangapi ambao wanalima mazao, wakishalima wakivuna hawasemi wamepata kiasi gani, na wala hawaulizi, na wala hawataki kusikia suala zaka. Kuna watu kielezea zaka akili yao inakwenda kwa matajiri. Yeye anajifanya hana, lakini analima mazao na hatoi zaka. Una miaka mingapi hujatoa zaka? Gunia unazozipata wewe hazijafika gunia 7, tujalie kilo 600 na labda 670, 700, 800, 620, hajafika. Kiwango cha kwanza 612 kama anavyosema Sheikh Ibn Uthaymeen, haijafika. Miaka mingapi hujatoa zaka na wewe wajitia hamnazo? Hii ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika saumu ni amana ambayo tumeipita muda si mrefu, na hivyo hivyo walhajju amana, hija pia ni amana. Ni watu wangapi ambao hata kufikiria kwa swala la kwenda hija hawana? Basi una uwezo ambao uliokuwa nao wa umra, umeshakwenda, basi jichange walau ufikie kiwango hicho. Kama ni haji au umra, mbona watu wanaweka malengo ya kujenga majumba, na mtu akakusanya mpaka akafikia hatua akajenga nyumba milioni 20, milioni 30, akaacha kutekeleza wajibu ambao ni lazima kwake yeye. Kadhalika na tahara, lisalati amana. Tahara hii kwa ajili ya swala ni amana. Utaulizwa kuhusiana na tahara yako. Ni watu wangapi ambao hawajui tahara zao na hawataki kukaa kusoma dini? Watu wangapi? Yaani tumejitia ule ubize ambao hauna maana. Katika mambo ambayo yanasikitisha ni kwamba ni kuwaona masalafi, yani marakizi zipo katika mji wetu huu wa Shinyanga, walimu wapo, lakini wale wasomaji hamna. Ukijiuliza tatizo ni nini, kila mmoja anakuambia yuko bize. Mama ana bize. Mpaka lini huo ubize wewe? Utashughulishwa na ubize mpaka lini? Huu ndio uhalisia. Mimi naamini kabisa kwamba wengi katika watu, katika sisi, hatusomi dini. Huu ndio uhalisia, kwa sababu huu ni ugonjwa ambao watu wengi wanao. Alafu twajifanya twajua na hatujui dini, lakini twaswali na hatuna historia ya kusoma dini. Waswalije wewe? Hiyo swala wewe waiswali vipi? Tukikwambia hebu simama hapa usome kwa sauti, utakimbia na msikiti. Itakuwa unaona sasa tadhalilishana. Mambo gani? Sheka kaa muda mrefu kaamua kutudhalilisha leo. Acha nikudhalilishe kwa ajili ya Allah, ili ukae usome. Kama huko nkudhalilishwa, kuambiwa kwamba hujui, kaa usome. Wewe una udhalili, basi subiri mbele ya Allah, utakwenda kuulizwa juu ya tahara yako. Ni watu wangapi wasiojua tahara? Wengi. Hii tahara hii watu wangapi? Allahul musta'an. Ni mtihani mkubwa sana, lakini wala hatujali. Qala Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah,
Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen ya kwamba al-amanatu laysat fil amwali faqat, amana si katika mali peke yake, bal fi kulli ma kallafaka Allah bihi, bal kile ambacho Allah amekukalifisha kwacho, hatta aljawarih allati mpaka viwiliwili ambavyo istamalaha alabdu, ambavyo anavitumia mja. Hiya amanatun, hiyo ni amana. Viwiliwili vyako, mikono, Allah amekupa mikono wewe, watumiaje hii mikono? Au wewe ukikaa watumia kuchati tu, ndio neema hiyo? Mikono umepewa ndio kazi yake peke yake, ndio hiyo kuchati? Wala sio kazi ya kuchati mikono, ukupewa kazi hiyo wewe. Hii utakuja kuulizwa juu ya amana ya mikono. Kuna watu hawana mikono na wanajua neema ya mikono kwa sababu hawana. Wewe umepewa neema ya macho, watumiaje wewe? Hii ni amana. Haya macho yako hayatumiaje wewe? Leo una fursa, unaona. Ni wangapi ambao Allah amewapa mitihani hawaoni? Walikuwa wanaona, pengine zaidi yako walikuwa wana utambuzi. Wewe umepewa macho, umepewa mikono, umepewa miguu, lakini huna muda wa kusema kwamba kuna darasa kule nili nikasome. Huna muda ule. Lakini mara ngapi ukisikia kwamba sehemu fulani kuna kibanda cha mpira unaenda? Mara ngapi? Mara ngapi wasikia kuna watu wa siasa waenda? Wapo vijana wa sampuli hiyo, wala wajali. Hizi ni amana. Kwa hiyo umepewa mikono, utakwenda kuulizwa juu ya mikono hii. Umepewa macho, utaulizwa neematul basar, utaulizwa juu ya neema hii. Na watu wengi wanaitumia ovyo sana, hasa vijana. Na vijana wengi wataka kusoma dini. Vijana wengi tumejitia ubizi ambao wala hauna maana. Ikifika muda wa magharibi ambao muda wa darasa, utaona hao watokeo, jamani, kuna darasa hapa, kuna raka mbili, baada ya raka mbili kuna darasa. Ndio fursa wanatumia ile. Watu wanaswali wao, hao wanatoka zao. Lakini ikifika muda wa salatu al-isha wanarudi msikitini. Sio jambo la sawa. Ni lazima tubadilike na hii misikiti tuijaze, kwa maana ifikie wakati mtu akitoka anaona haya, watu wote wamebakia msikitini, wanakaa wanasoma. Na hivi ndivyo inavyotakikana, na ndio kazi ya msikiti. Kwa hiyo hii ni amana. Allah amekupa afya wewe, ni amana. Utakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wa tarku almuharramati amanatun, na kuacha mambo ya haram ni amana. Kuyaacha yale mambo ya haram, usipoyaacha utakuja kuulizwa. Walwadai'u walawari'u allati 'inda an-nas au lin-nas amanatun, kadhalika na vitu ambavyo vya kuazimwa, vya kuwekezwa. Watu wanawekeza vitu vyao kwako, vitu vingine unaviazima kwa watu wengine, alafu wewe wajisahaulisha. Hivi ni amana. Kuna watu wengi wana tabia hizo. Anaweza akaazima asirudishe, anaweza akawekezwa akajalia nchake, amejalipa, nishakurudishia mimi, wallahi nilikurudishia. Basi kama urudisha basi, lakini hajarudisha. Hizi ni amana za watu. Qala Muwafaquddin Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama al-Maqdisi, anasema Muwafaquddin Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, anasema nini? Anasema hivi: wa idha tasarrafa almuwadda'u, yoyote pindi, wa idha tasarrafa, itakapokuwa
mtu ametumia almuwadda'u, yule ambaye amewekezwa vitu na mtu, fil wadi'ati, katika kile kitu ambacho cha kuwekezwa, bighairi idhni sahibiha, pasina idhni ya mwenyewe. Ukapewa kitu, bana nihifadhie hiki kitu. Chukua mfano kitu kidogo tu, jembe, pesa. Ukapewa pesa, bana hebu niwekee pesa yangu hii 100,000. Alafu wewe ile pesa ukasema, sasa mimi hapa nilikuwa na biashara yangu, ngoja niitumie. Ukachukua ile pesa ukaifanyia kazi bighairi idhni sahibiha, pasina kuwa na idhni ya mwenyewe. Fahuwa ghasibun, basi tambua ya kwamba huyo ni mnyang'anyi kisheria. Kisheria anaingia katika hukumu ya kunyang'anya. Wayadhmanuha, kadhalika na anawajibika yeye kufanyaje? Kulipa. Waribhu kulluhu li sahibi almali, lakini pamoja na kwamba hata kama atarudisha na ile faida yote aliyoipata ni lazima arudishe. Umepewa amana ya mtu ukaichukua ukaitumia, haifai. Bali baadhi wanachuoni pia wanaeleza hata ukipewa pesa ya chenchi hauruhusiwi kuichenchi bila idhini ya mwenyewe, irudishe kama ulivyopewa. Mimi simpa 10,000 yake bwana, kaiba 2,200, 10,000 ulichenchi kwa idhini yake, mpigie simu mwambie. Utaona kama vile jambo la mchezo, lakini amana hiyo kisheria huruhusiwi. Maneno haya fi kitabi al-Mughni, fi kitabi al-Wadi'a. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal, anasema Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, anasema as-sidqu fil amanati wal ikhlasu fil amali wa siyanatu al-ahdi min kamali al-iman. Imamu Ahmad ibn Hanbal anasema as-sidqu fil amana, ukweli katika amana, wal ikhlasu fil amal, na kufanya ikhlas katika matendo, wa siyanatul ahadi, kadhalika na kulinda kuchunga ahadi, kuchunga amana, min kamali iman, ni katika ukamilifu wa imani. Zile amana za watu kazichunga, kadhalika ukawa mkweli katika amana. Na haya ni mambo ambayo watu wengi sana tunafeli. Ayuha almuslim, wasirru alladhi bainaka wa baina akhika, bali siri ambayo uko nayo wewe baina yako wewe na ndugu yako, amanatun, ni amana. Wa naibu sultani yatahammalu amanatan, kadhalika na naibu mtawala, msaidizi wa mtawala, na yeye pia anabeba amana. Walqayyim wa man fi hukmihi yatahammalu, kadhalika na yule ambaye anaisimamia baada ya yule, bali na katika hukumu yake, au yule ambaye anayetoa hukumu yake katika hayo pia, na yeye pia yuko katika amana. Ukawa wewe umepewa kazi ya kuhukumu, uko katika amana. Wa mas'ulun an amanatihi, na ataulizwa juu ya amana yake. Leo ni watu wangapi mtu anapewa amana ya maneno, anapewa siri, bwana mimi nina jambo hapa, baada ya mtihani. Ukitaka kuwajua kwamba watu wengi katika jambo hili wamefeli, mtafute mtu mwambie tu, bwana mimi bwana na mtihani nyumbani kwako silali, pata tabu sana, mke wangu 1 2 3, kesho tutasikia. Namwona yule halali, yule jamaa halali, ashughulishwa kweli kweli. Kwani wewe umefanywa spika kwamba wewe kakutafuta akwamie ili ukatangaze?
amekwambia pengine umpe ushauri. Hii ni amana, mazungumzo baina yako wewe na yeye. Lakini leo wako wapi watu hao? Wako wapi watu hao ambao wanahifadhi amana za watu za mazungumzo? Bali leo utamwambia mtu, bwana, mimi nakupa siri, naomba unistiri, kuna 1 2 3, na yeye atatafuta mtu afuata, mwambie bwana, kuna siri, jamaa kaniambia ni siri, kwa hiyo wewe usimwambie. Kwa hiyo na yule naye atafute mtu amwambie ni siri. Hakuna siri za hivyo. Sasa hizi ni amana. Tusichukulie mambo ya siri tu kwa maana ya siri. Imeitwa siri kwa maana kitu kisichojulikana kwa mtu mwingine. Sasa wewe umepewa siri, baki nayo. Na ndio maana wazee wa zamani ilikuwa anapotaka kukuambia jambo anakuambia una kifua, au anakuambia alafu anakuambia baki nalo kifuani. Maana yake usiseme. Lakini wa zama hizi ukitaka lienee, mwambie bwana, usimwambie mtu yoyote. Ndio maana yake nini? Kila atakayekutana naye mwambie. Hivyo ndivyo ilivyo. Allahu almusta'an. Qala Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, anasema Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazi rahimahullahu ta'ala, anasema al-amanatu khuluqun adhimun, amana ni tabia tukufu mno, min akhlaqi al-islami, miongoni mwa tabia za Uislamu, wa hiya wajibatun fi kulli ma yu'tamanu alayhi al-insanu, nalo ni jambo la wajibu kila lile ambalo mtu uaminika au aminiwa juu yake katika jambo hilo, sawaun kana malan au sirran au amalan, isawa sawa hiyo amana iwe ni mali au ni siri au ni matendo, lazima ujue kwamba hii ni amana. Walmudarrisu yatahammalu amanatan, na mwalimu anayefundisha madrasa anabeba amana. Ajue kwamba hii ni amana. Ni walimu wangapi ambao wanapewa masulia ya dini kwamba wewe umepewa jukumu hili lisimamie, hasimamii pasavyo, anafanya khiana. Walimu wengi sana, ukipewa suala la kusimamia, ukapewa kituo, tukisema kituo ni mamoja, nyumba, msikiti au chini ya mwembe, simamia hawa watoto. Wallahi hii ni amana, utakwenda kuulizwa mbele ya Allah. Usitazame hawa waliokuweka, hawa wamekupa mtihani, au wewe mwenyewe ukaamua kubeba jambo lile, waona kwamba mimi najitolea kulifanya, basi lifanye kwa ajili ya Allah. Utakwenda kuulizwa. Ikiwa uliwezi, waambie siliwezi. Wale ambao uko nao, jamani, jambo hili mimi sitoliweza kwa sababu nina mambo mengi, tutafute mtu. Lakini usikubali alafu baadaye ukashindwa kutekeleza amana. Kwa hiyo tambua ya kwamba walmudarrisu yatahammalu amanatan, mwalimu anabeba amana. Watajiru fi matjarihi, kadhalika na mfanya biashara katika biashara yake, yatahammalu amanatan, na yeye anabeba amana. Ikiwa wewe unafanya biashara, basi ujue kwamba umebeba amana hiyo. An-nusu fil muamalat, kadhalika kutoa nasaha za dini ni amana. Maana yake nini? Usifanye khiana. Yale ambayo yatakikana kusemwa yaseme, usiogope watu. Muda wa kuwa huwadhalilishi, humtukani mtu, sema maneno ya haki, kwa sababu kinyume chake, ikiwa hautosema maneno ya sawa, maana yake umewafanyia khiana hawa watu, alafu utakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adamu al-ghishi, na kutokupatikana ghish, wal khidai, kadhalika na kufanya khadaa, wa tajannubu
almakasib almuharrama, na kujiepusha na machumo ya haramu. Walmuwadhafu yatahammalu amanata, kadhalika na mfanyakazi amebeba amana. Ikiwa umeajiriwa sehemu au umeajiriwa na serikali, tekeleza amana. Huwezi acha hiyo amana, utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, inna min khiyanati al-amanati an yustakhlafa ar-rajulu ala al-muslimina wa huwa yara ghayrahu aslaha minhu. Allahu al-musta'an. Haya maneno yanawahusu, hii kauli hii inawahusu kila yule ambaye mwenye kusimamia hii dini, mimi wa kwanza na wewe na mwingine yoyote. Asema inna min khiyanati al-amanati, hakika miongoni mwa kufanya khiana za amana, an yustakhlafa ar-rajulu, ni mtu kumfanya mtu akamweka mtu ala almuslimina, akamweka mtu kiongozi kwa Waislamu, wa huwa yara ghairahu, kumfanya mtu kiongozi kwa Waislamu hali ya kuwa na yeye anamuona mwingine, anajua kuna mtu mwingine aslaha minhu, ambaye anafaa kuliko huyo aliyomweka. Kwa maana ya kwamba wewe ukampata mtu wa dini, mwalimu, imamu, alafu ukawaletea Waislamu, huyu hapa nakufaa, alafu unajua kabisa kwamba huyu hafai, lakini ukaona wacha hakae tu huyu. Hii ni khiana, unawafanyia watu khiana na utakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zawjatu amanatun, na mke ni amana. Mke ambaye wewe umeoa ni amana. Wal auladu amanatun, kadhalika na watoto ni amana. Wewe ambaye hujaoa ujue ya kwamba ukiingia katika suala la kuoa ni amana. Wewe ambaye huna mtoto na mke, ukimpata mtoto ni amana. Wewe ambaye una mtoto tayari uko katika amana, alafu jiulize hiyo amana waisimamiaje? Katika sehemu ambayo tunapata mtihani sana, hasa kwa upande wa wanawake, ni katika upande wa malezi ya watoto. Wanawake wanachangia kiasi kikubwa sana kuwaharibu watoto, na wanawake wanawaharibu watoto asilimia kubwa kwa maslahi yao, maslahi ya kidunia tu. Mwanamke unawezekana ikawa ishi naye, lakini akaamua tu kwamba hawa watoto ngoja niwabadilishe fikra, na wana muda wa kuwabadilisha. Sio muda wote, wana muda wao. Mtoto akiwa bado mdogo, yuko nasari, wala ashiriki naye, anakuachia huyu ni mtoto wa baba, huyu anaitwa mtoto wa baba. Ataanza darasa la kwanza mpaka atamaliza primary, mtoto wa baba huyo. Akianza form 1, mama anaanza kuingiza zake pale ndogo ndogo zile. Na bahati nzuri uwe umeoa mke wa pili, sio bahati mbaya, bahati nzuri. Maana kuoa mke wa pili ni kheri na ni bahati nzuri hiyo, watu wengi hawafikii hapo. Sasa bahati nzuri wewe umeoa mke wa pili au watatu, utasikia anaanza kuwapa watoto wake maneno, baba yenu mimi aniangalie, mimi naishi naye tu, namvumilia, anamthamini mke wake yule mwingine, mambo yote anapeka, kweni mtayaona tu, si mko naye baba yenu. Kwa hiyo inakwenda inafikia hatua mtoto akimaliza form 4 tayari anakuwa mtoto wa mama, si mtoto wa baba tena. Kama akimaliza form 5 kule akwenda form 6 akamaliza kaingia, anaanza chuo. Na bahati nzuri sasa mbaya, hiyo ni bahati mbaya tena, sasa mtoto anaanza kutafuta ajira. Na watoto siku hizi walivyokuwa na akili chafu kabisa, anashindwa kutafakari tokea anasomeshwa nasar, primary, sekondari mpaka anakwenda chuoni. Alikuwa anasomeshwa na nani?
alafu ile hali mbaya alikuwa haioni, ada anatoa ni nani, lakini anajazwa fikra na mama yake, na yeye anakubaliana na zile fikra na ile mitazamo. Matokeo yake akipata kazi sasa, hii ni bahati mbaya, mimi nasema, akipata kazi sasa, mshahara wa kwanza mama yake. Hujaambiwa ni si haramu kumsaidia mama yako, lakini nini, baba hana nafasi tena wala athaminiwi, na hata akipiga simu mtoto atapokea kwa muda anaotaka yeye. Kwa maelekezo yote anapokea kutoka kwa mama yake. Hivi ndivyo wanawake wanavyowafanya watoto wa siku hizi. Hii ni amana. Hawa watoto tunaowazaa hawa ni amana. Kwa hiyo hizi ni nasaha pia nazielekeza kwa baadhi ya vijana. Ikiwa una wazazi wako wawili, baba mama, waheshimu wazazi wako, lakini usikubali mzazi wako mmoja akakugawa baina ya mwingine, ukamili upande mmoja, utapata matatizo wewe, hutosalimika. Usije ukamwona kwamba huyu kwa sababu baba tu, ukamili kwa mama yako, kwanza utamfanyia dhuluma mzazi wako. Si jambo la sawa, ni jambo ambalo halifai. Kwa hiyo lazima uchunge haki za wazazi. Kwa hiyo haya tunayosema yanawahusu wazazi kwako wewe mtoto. Kwa hiyo unapofikia wakati sasa wewe unapoanza kupata zile pesa zako zile, ni lazima uwakumbuke wazazi wako wote. Niliwahi kutoa kisa kimoja, nakumbuka kwa ile semina tuliyofanya kule markazi yetu lingine. Kuna bwana mmoja yupo, sitaki kusema sehemu gani. Yule bwana alioa, alikuwa na mke wake, alafu alikuwa na watoto 4, watoto 3 wa kiume na wa kike mmoja. Hao 3 wote wakawa wamesoma elimu ya mazingira. Nafikiri nikisema lugha nyingine mtanielewa. Elimu ya dunia, wanaita secular. Kama nitapatia nimekosea ndio hivyo hivyo, mtanielewa simenielewa? Kwa hiyo wakasoma elimu hiyo, watoto wa kiume wale waliposoma wakapata kazi. Mmoja akawa mwanajeshi, mwingine akawa yuko TRA, mwingine akawa mwalimu. Huyo hakika hajasoma, kwa maana akafikia kule alikufikia, hajasoma. Akapata mchumba, akaolewa. Mazingira hayo wale waliosoma wanaishi zao huko mijini, huko miji mikubwa huko. Mmoja anaishi Dar es Salaam, mwingine anaishi Mtwara, wawili anaishi Dar es Salaam, mmoja anaishi Mtwara huko. Wamekwenda na maisha yao yale. Mama mtu akawajaza maneno. Baba yao wana mke wake, ndio yeye mama yao, lakini mama kwa sababu wanawake wana mambo yao, akawa anawajaza maneno wale watoto. Wale watoto wakamili upande wa mama yao. Wallahi wafikia tu wakamsusa baba yao, hata pesa ya kumsaidia wamsaidii, lakini ndio kawasomesha. Na baba yao akatumia pesa zake, na si mtu ambaye ni maskini. Ana uwezo wake wa kawaida, ana kagari kake kakizamani kale, kana kabodi huku nyuma, mfano wa kijitoyota. Akawa anapata madhila mengi sana. Akamtafuta rafiki yake wa karibu, akamwambia, mimi na mtihani kwa mke wangu, kuna 1 2 3 mpaka dakika hii watoto kwa amewamilisha upande wake, mtoto aliobakia ni wa kike peke yake, ndio ananisikiliza. Alichomwambia yule bwana rafiki yake, hawa ndio marafiki ambao wenye maarifa na akili ya mbali. Akamwambia, nikwambie jambo, wewe si una shamba kule, jenga nyumba. Asema jenga nyumba kule ya vyumba 2 tosha, iache. Kweli jenga, baadaye utakuja kunikumbuka. Akajenga. Anasema wewe nisikize ushauri wa rafiki yangu. Akajenga, akamaliza. Akawa nimejenga. Umemaliza umemaliza oa. Ili bwana akawaza sana swala kuoa, na hichi ndicho kinachotuumiza sisi, na hata pia mumo. Watu wengi sana tunaogopa kuoa. Mahari yako inakutesa. Yaani yule mkeo ni mahari yako,
Yule mke wa kwanza kana kwamba yeye ana hati miliki, kama vile kiwanja, yani wewe umemilikiwa. Yani nini sasa? Nini sasa? Yani yule bwana akaambiwa maneno, akaambiwa oa, akaoa. Alipooa yule bwana akamwambia, nikwambie jambo wewe, huyu mwanamke huyu mweke kwenye nyumba yako ile aliyokuwa anakaa mkeo mkubwa, mweke hapa hapo, ili yule apate taarifa umefanyaje, umeoa. Akaoa, akamweka kweli pale. Akasema lakini ugomvi wake, akamwambia wewe mweke hapo hapo, nitakalotokea niwafahamishe. Kamweka siku ya kwanza, ya pili, mwezi, kumbe kashapewa taarifa yule bibie. Una habari mzee kaoa huku. Aliyepewa kapewa na watu majirani. Yule mtoto wake wa kike alikuwa anamsimamia baba yake, mpaka inafikia hatua baba yake anamwambia, usije ukavunja ndoa yako kwa sababu yangu mimi, kaa kwenye ndoa yako, wewe niache tu. Ndio akafikia hatua akaoa. Alivyosikia yule mama, aliwakusanya watoto wake wale watatu, mwanajeshi wa TRA na yule mwalimu, bebote kuja nao. Walikuja pale na vishindo na gari yao mpaka pale. Cha kwanza waliotoa matusi sio mke wake, watoto. Wanamwambia baba yao, toa mbwa hapa, leta mbwa hapa. Baba yao anawauliza, huyu ni mbwa? Ambia mbwa tu huyu. Mke wangu ni mbwa huyu. Mbwa. Mzee akatoka nje akapiga simu, bwana ndio wamekuja hawa na wamemwita mke wangu mbwa. Ambia kweli? Ambia wewe sasa ni bwana, nikwambia jenga kule, chukue mpeleke kule. Akamchukua akampeleka. Huyu hajui kama alijenga nyumba kule. Akamweka, wamekaa pale na vishindo vyao, kaondoka. Allah karimu bana, ikishafika muda wako unaondoka duniani tu. Akaondoka TRA duniani. Kumbe yule ndiye ambaye ilikuwa anatoa nguvu kubwa kwa mama yake. Mama anapanda ndege, mama akae kwa mumewe, kutu kwa watoto, mume hana haki. Alipofariki maiti wakaleta sasa kwao. Baba mtu anapigiwa simu, bana mtoto wako kafariki. Nani? Fulani. Sina mtoto anaitwa fulani, mimi na mtoto wangu wa kike tu, mtoto wangu ni huyu. Walimbembeleza yule mzee. Alichokifanya akamwambia, kama mnataka nihudhurie, waliokuwa hai ni watie viboko mbele za watu. Walikubali. Mwanajeshi akala viboko, mwalimu akala viboko, naye anatandika wanafunzi, naye akala za kwake. Yule mzee akazika. Alipomaliza kuzika akaondoka. Watu wakambembeleza, akasema nimeshamaliza kuzika, mimi wacha nikakae na mbwa wangu kule shamba. Haya, umekaa. Baada ya msiba, mama akaondoka na wale wawili. Baada ya muda, mwaka hujaisha, akaondoka mwanajeshi, akabakia mwalimu. Zikaja taarifa, mzee akaambiwa, akasema sawa, leteni. Wakazika, wakarudi. Mama sasa anataka kwenda, kashazoea kusafiri. Anapiga simu kwa mwalimu, mama, mimi mshahara wangu wenyewe pengine mpaka nikope, safari zimekufa. Labda utakuwa unapanda basi tu, mimi sina hela, napanda basi, itakapokuwa na hela nitakutumia. Walikuwa wanashirikiana, lengo ni kumhami mama yao katika njia za kipumbavu, alafu wanamdharau baba yao ambao ni baba yao mzazi. Mwalimu akabakia amekaa, mama safari zishakufa. Akaanza kuomba msamaha sasa kwa mume wake. Mume alikataa, mama akapata stroke. Hiyo ndio faida iliyokuja kumtokea. Hakuna mtu kumhudumia zaidi yule mtoto ambaye alikuwa hathaminiwi, ambaye kaolewa pale kijijini, haonekani kama ni mtoto. Mume wake ndo kabisa. Kwa wanawake wengi wako hivi. Kwa tunaposema suala la amana, wanawake ni amana, lakini amana hii yatakikana kuisimamia, isikuyumbishe, isikutoa njiani. Watu wengi wanatolewa njiani na wanawake. Mwanamke anaweza kukunyoa ndevu wewe, mwanamke
Imefika tu siku ya Idi, sasa wewe leo Idi, hebu nyoa. Idi hii haramu. Unaangalia watu, hebu nyoa wewe, ngoja lete wembe. Hebu acha, unashikwa na lazo, unanyolewa. Alafu kile msikitini unasema yaani jamani, unacheka unafanya hivi. Unajua mambo wanawake mtihani. Wewe huna akili ya sawa sawa. Wala sio mambo ya sawa. Yaani mke wako wewe unafikia hatua unanyolewa ndevu na unanyoa. Utamwambia nini akusikilize? Kwa hii ni amana. Kadhalika watoto amana. Wa kullun yusalu an amanatihi, na kila mmoja ataulizwa kutokana na amana yake. Ikiwa una mke utaulizwa, una watoto utaulizwa. Fayuthabu in hafidhaha, atapata thawabu ikiwa atahifadhi. Wa yuadhabu in dhayaha, na ataadhibiwa ikiwa hatotekeleza kuhifadhi amana. Ikiwa utapoteza amana hiyo, usitambue kwamba utaadhibiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muda umeenda. Sheikh, mimi naishia hapa, muhadhara sijamaliza. Sijui kwa nini inakuwa hivi, mimi sielewi. Nafikiri tuishie hapa. Allah tufanyie pesi kwa haya ambayo tumekumbushana, tuwe wenye kuyafanyia kazi. Basi kitokea muda mwingine kipatikana na wasa, biidhnillah, Sheikh utanikumbusha nije nimalizie mada hii siku yote. Allahu almusta'an. Kwa hiyo tukija kuna mada ya hasadi, mimi nilisahau, ungenikumbusha tungeendelea na mada ya hasadi. Kwa hiyo tukija tutamalizia hii kwanza biidhnillah. Nitakuja biidhnillah, kama sio mwezi huu hapa, mwezi huu inshallah, mwezi huu nitakuja. Allah tufanyie pesi katika, naahidi nitakuja. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira.